Hapo miaka ya nyuma alikuwepo mtu mmoja aitwaye Kelvin Mitnick. Kelvin alijipatia umaarufu mkubwa katika maeneo mengi duniani kote. Na hii ni kutokana na tabia zake alizokuwa akizifanya. Tabia za kuhack system za mataasisi makubwa, na hata siku moja aliweza kufanya udukuzi kwenye moja kati ya mabenki makubwa nchini Marekani. Lakini cha ajabu ni kwamba alikuwa akitumia simu yake ya mkononi kufanikisha haya yote. Sasa je, unatamani kujua alikuwa akifanikiwa vipi, au alikuwa akitumia vipi simu yake, na alikuwa akitumia njia gani? Ndio maana nipo hapa kwa ajili hiyo. Kumbuka kwamba hii ni Simu Kitaa, the future of your fingertips. Kama ulikuwa bado haujatufollow, basi hakikisha unafanya hivyo, bila kusahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi usiwe unapitwa na vitu vizuri. Na msimulizi wako siku hii ya leo ni Joakim Kakambu. Kijana huyo ambaye aliweza kufanya tukio hilo kubwa la kihistoria, alikuwa anatumia simu yake ya mkononi na kuwashawishi watu wampatie full access ya mifumo mbalimbali iliyomo ndani ya benki. Naye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kumshawishi au kumdanganya mtu, naye akamteka imani. Na mara kadhaa Kelvin alishawahi kwenda gerezani kutokana na makosa yake ya udukuzi, kwani hizo ndo zilikuwa tabia zake. Na sasa alichokuwa anakifanya ni kuwapigia wafanyakazi wa benki na kuwaambia kwamba wanahitaji kufanya updates za haraka kwenye mifumo yao ya kibenki. Na alikuwa akijitambulisha kama mtendaji mkuu wa idara ya IT ya benki. Alikuwa na sauti ya mamlaka, tulivu na ya kujua anachokizungumza, vitu ambavyo mfanyakazi hawezi kutilia mashaka kabisa, naye akijikuta akiingia mtegoni. Wafanyakazi wasio na mashaka walifuata maelekezo yake bila kujua kwamba walikuwa wanampa taarifa za siri pamoja na password jamaa huyo. Lakini cha ajabu ni kwamba baada ya kuhack system hizo, yeye alikuwa anaziendesha tu na wala hakuwahi kuiba pesa yoyote ile. Na katika majaribio yake aliyowahi kuyafanya, siku moja alifanikiwa kupata taarifa hizo. Na hii ilikuwa ni Citibank, moja kati ya taasisi kubwa za kifedha wakati huo. Na lengo lake wala haikuwa kuiba pesa, bali ilikuwa ni kuonesha ni jinsi gani kwake ni rahisi kufanya hivyo. Yaani ana uwezo wa kumshawishi mtu yeyote na kuhack system ya taasisi yoyote ile ambayo anahitaji. Na siku moja aliwahi kumpigia simu kiongozi mkuu wa IT, na wakati huu akijifanya anatoka kwenye idara ya ulinzi. Akampiga fix na kufanikiwa kumshawishi kiongozi huyo, naye akatoa taarifa nyeti kuhusu mambo ya usalama. Na mara nyingi alikuwa akipiga simu za namna hii, basi anajifanya mkurugenzi mtendaji au afisa wa serikali. Ilikuwa ni kwa sababu anaimani kwamba mara nyingi watu huamini simu zinazopigwa kutoka kwenye mamlaka za kiserikali, hivyo kwao huwa ni rahisi sana kufunguka. Lakini ilipofika mwaka 1995, Kelvin alikamatwa na FBI kutokana na makosa aliyokuwa anayafanya au kutokana na michezo aliyokuwa akiifanya. Na aliweza kuwashangaza watu wengi sana, kwa sababu baada ya kuhojiwa iligundulika ni njia gani ambayo alikuwa anaifanya, kwa maana alikuwa anaitumia simu yake ya mkononi tu kuyafanya haya yote. Na kilichokuwa kinawashangaza watu wengi ni kwamba hakuwahi kuwa na shida na hizo pesa, bali alipenda tu kuonesha umwamba wake. Sasa je, tukirudi kwako, unamuongeleaje mtu huyu mwanakitaa? Na unafikiri ni kwa nini alikuwa na uwezo wa kuhack system za kibenki akiwa na uwezo wa kuiba pesa hizo, lakini hakuwahi kufanya hivyo? Je, kwa upande wako unaona alikuwa sahihi au alikuwa anafeli? Utatueleza hapo chini kwenye comments. Kumbuka kwamba hii ni Simu Kitaa, the future of your fingertips, sehemu pekee ambayo utakuwa unapata madini kama haya kila siku. Na msimulizi wako ni Joakim Kakambu.